Tunapoukaribisha mwaka mpya wa Hijria, tuna wajibu wa kujiuliza tumefanya nini katika kuimarisha amani katika familia zetu, sehemu zetu za kazi na katika taifa letu kwa ujumla. Tunapaswa tuwe watu wa kusameheana, kusaidiana na kujenga maelewano. Katika aya ya 10 ya Surat Hujurat, Mwenyezi Mungu anasema, hakika waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu. Kwa hakika huu ni wito wa wazi unaotuhimiza kuendeleza maridhiano na kuondoa migawanyiko inayoweza kudhoofisha mshikamano wetu. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini katika kuhimiza umoja wa kitaifa, kuimarisha maadili na kukuza amani na kujenga jamii yenye umoja na ustawi. Serikali inatambua na kuthamini kazi kubwa na nzuri inayofanywa na taasisi za dini katika kuhimiza amani, umoja na kuhimiza maadili mema katika jamii yetu, hatua ambayo ni msingi muhimu wa maendeleo na mustakabali mwema wa taifa letu. Ni vyema tukakumbushana juu ya malezi mema ya vijana wetu. Tuwalee watoto wetu katika maadili mema ya Kiislamu ili waje wawe raia wema watakaoendeleza amani tulionayo katika nchi yetu. Malezi mema yataondoa changamoto tulizonazo katika jamii, changamoto za masuala ya ulevi, matumizi ya dawa za kulevya, udhalilishaji na nyinginezo ambazo zipo katika jamii zetu. Napenda kutoa wito kwamba tunapoanza mwaka mpya wa Kiislamu wa 1448 Hijria, na waomba wananchi wote wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kuufanya mwaka huu kuwa mwaka wa maridhiano, ustahimilivu, upendo na mshikamano. Tujiepushe na mambo yote yanayoweza kutugawa, tuheshimu tofauti zetu na tuendelee kuilinda tunu ya amani ambayo ndiyo msingi wa maendeleo.